nachokijua ni kitu kimoja, kwamba haki ya Ojwang haitapatikana. Na nasema na nikiwa na uhakika kwamba haki haitapatikana. Jambo la kwanza, wakati baba yake alipokubali kupatiwa kiinua mgongo na rais, ina maana kwamba hapo haki, kupatikana kwa haki yake haitapatikana. Lakini kama angelikataa kile kiinua mgongo alichopatiwa kwa jina pole, haki angelipatiwa. Na kwa sababu tu mwenyewe akasema na mdomo wake kwamba nashukuru sana kwa sababu ya rais kuona kama mtoto wangu ni mtoto wake, nafikiri hiyo ilimaliza yote, na kawa sasa amelipwa mtoto wake. Kwa hivyo yeye hawezi tafuta haki tena. Tunajua kwamba nchi tunayoishi ni nchi gani. Tunajua kwamba hii ni nchi ile ya kwamba mwenye hatia aachiliwe na mnyonge afe, ama mwenye hatia aishi na mnyonge afe. Hivyo ndivyo nchi ya Kenya ilivyo, kwamba mwenye haki afe na mwenye hatia aishi. Hiyo ndio nchi ambayo tunaishi, nchi ya Kenya hii, kwamba wewe ukiwa mnyonge, ukiwa mnyonge hauna haki. Maana katika nchi hii demokrasia ambayo ipo Kenya hii, natumai kwamba imedhulumiwa sana katika nchi ya Kenya. Hivyo Kenya hii, ukiwa mnyonge utakufa na unyonge wako, ukiwa mnyonge utafungwa na unyonge wako. Lakini kama wewe ni mtu ambalo jina lako lina sifa, wewe ni mtu ambaye mifuko yako inaongea, basi wewe hata unaweza ua mtu, lakini haki upate hata katika koti. Maana unakuta katika koti ya Kenya, mwizi wa kuku atafungwa miaka 30, na yule mtu ambaye anayeua watu ataenda kotini na achiliwe. So Kenya hii mahali ambapo imefika kwamba sasa nao ni Mungu aingilie kati na tupiganie katika nchi ya Kenya, na hakika wanyonge wawe na sauti katika nchi ya Kenya, na wanyonge waweze kupata haki katika nchi ya Kenya. Na kwa hakika tunakuta kwamba wakati huu tunapozungumzia, ambapo vijana wameinuka zaidi, wameinuka wakati huu, na vijana sana wanataka haki, baada ya kwamba wazee wamepigania haki miaka na miaka, na hao vijana wakaona kwamba baba zetu wamepigania haki miaka mingi, lakini hii haki haikapatikani. Sasa ni wakati wetu vijana tuinuke, tupiganie hii haki, tuwasaidie wazee wetu. Hao vijana wakati wanaoinuka saa hizi, hao vijana wetu ndio wanauawa, ndio wanadhulumiwa, lakini unakuta kwamba labda hii damu ya hao vijana ndiyo itakayeleta ukombozi katika nchi ya Kenya. Na mimi ninaamini kwamba damu ya vijana hii inayomwagika hii ndiyo kalete ukombozi katika nchi ya Kenya. Maana utawala wa nchi ya Kenya ulipatikana kwa damu. Na kama utawala ulipatikana kwa damu, tunakuta mambo mengi wakati wa siasa, wakati wa uchaguzi, lazima damu imwagike, kwa sababu utawala wake ulipatikana kwa damu. So ina maana kwamba nchi ya Kenya ina laana fulani kwa sababu ile damu ilimwagika. Lazima watu wa Kenya hii waingie katika maombi, viongozi wa Kenya waingie katika maombi, na viongozi wa Kenya wanahitaji mashauri ya kiroho, wajue jinsi watakavyoondoa laana hii katika nchi ya Kenya, hii laana ambayo inaangamiza vijana wa Kenya, ambaye ambaye inaleta umwagikaji wa damu katika nchi ya Kenya. Maana kama hili jambo lifanyike katika nchi ya Kenya, lazima umwagikaji wa damu uonekane. Ili kiongozi achaguliwe kwenye nyadhifa fulani, lazima damu imwagike. Ili rais awe pale katika kiti cha kalia rais, lazima damu imwagike. So inamaanisha kwamba utawala wa Kenya uliingiwa na laana. Utawala wa Kenya kuna laana fulani ambayo katika utawala wa Kenya. Hivyo huyu mtoto huyu damu yake ilimwagika na akaweza kupoteza maisha yake. So na kwa sababu
haki, vijana walijaribu sana kutafuta ile haki, na serikali wakajua kwamba nao hawa vijana kuwanyamazisha, wacha tupate huyu mzee tumpatie kitu kidogo ili waweze kupoteza nini, waweze kupoteza ile haki. Kwa hivyo kijana kupata haki yake itakuwa ni ngumu. Nazungumza kwamba kijana Albert kupata haki yake itakuwa ni ngumu. Mzazi wake kupata haki yake itakuwa ni ngumu. Sababu tayari wanaona kama wakati walipomuita na wakamuona kando, wakampatia kitu kidogo, basi hata akienda kuitisha haki tuambia si tulikupatia haki, nini nyingine unayodai? So hilo pia ni funzo kwa wazazi wengine ambao watapoteza vijana wao. Ni vizuri sana uwe makini. Ni vizuri sana funguka macho yako. Siombi kwamba vijana wazidi kufa, lakini kitambo uhuru upatikane katika nchi ya Kenya, kitambo rais mwingine uchaguzi ufanyike, vijana watakuwa wamemwaga damu sana, watakuwa wameuawa wengi sana. Swali ni hili, haki ya vijana hii itawahi patikana? Mungu peke yake ndiye atasimama apiganie vijana. Mungu atasiposimama kupigana vijana, vijana kupata haki yao hawatapata. Hawawezi pata. Sababu nchi ya Kenya si nchi ya kupata haki. Ni haki inapatikana kwa wale ambao wana hatia. Lakini wale ambao hawana hatia hakuna haki hata kidogo. So mahali tulipo wananchi wote, mimi ombi langu kama mtumishi wa Mungu kwamba tuweze kuombea nchi ya Kenya. Vijana wanaposimama kupigania haki ya nchi ya Kenya, Mungu awalinde na awapiganie, na ukombozi wao najua kwamba kuna wakati atimia in Jesus name. Na pia tumeona mazishi imeandaliwa, mwili utatolewa pale Shiroma siku ya Alhamisi, mwili ukaweza kuzikwa siku ya Ijumaa. Labda una lipi la kusema? Na pia Lagat anafaa ku step aside ama ikoje kulingana na maoni yako? Katika maoni yangu ni kwamba wale walio katika serikali saizi wako mahali pale kihalali. Wote wanapaswa kuwa wametoka katika viti vyao. Kianzia na Murkomen hapaswi kuwa kwenye kile kiti. Hata kile kiti hakimpaswi kabisa. Sababu jambo la kwanza, Murkomen alisomea law na nini, alisomea kitu inaitwa law. Na kama alisomea law na kuwa security na kazi ya nini ya security, haiambatani hata kidogo. Sababu yeye anafaa kuwakilisha watu kotini. Na tunaangalia kesi zote kotini, hakuna kesi hata moja hata Murkomen ameshaishinda. Kesi zote hakuna kesi hata moja Murkomen ameshaishinda pale kesi. Kama hakuna kesi hata moja ameshaishinda pale, ni haki gani Murkomen anaweza lete kama si kusema vijana wauawe na wamwage damu? Sababu mikono yake yote sasa imejaa damu. Mikono ya Murkomen imejaa damu. Mikono ya Lagat imejaa damu. Mikono ya huyu nani mwingine huyu anaitwa inspector nani? Kanja imejaa damu. So watu wote mikono yao imejaa damu. Mikono yao wote imejaa damu. So hakuna mtu anapaswa kuwa mahali pale. Wote wanapaswa kuwa nyumbani. Kuna maaskari wengi sana ambao wana utu ndani yao, lakini mtu akisimama kidogo aonyesha huko na utu, anachukuliwa anapelekwa kule kwa kichaka kule, anapelekwa kule North Rift, sijui ni wapi kule Northeastern, aende kule kupigana na shifter. Wale waovu ndio wamejaa hapa. Wale ambao wanaopenda hongo, wale ambao wanapenda kukula damu, wanaopenda damu za kumwaga damu za watu, hao ndio wanapewa uongozi ambao ni mzuri. Lakini mwacha Mungu aingilie kati, Mungu akapiganie, na Mungu akapiganie vijana wa Kenya, na Mungu akawape haki. Haki itatoka kwa Mungu. Haki yao itatoka kwa Mungu, na Mungu aingilie kati na wapiganie in Jesus name. Amen.